Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Asante sana Yesu. I just want to share with us briefly today Nataka kushiriki neno la Mungu kwa kiufupi tu. on this one topic. Nataka kuongea juu ya hiki kichwa cha ujumbe. My testimony. Ushuhuda wangu. Hallelujah. Hallelujah. My testimony. Ushuhuda wangu. Before I come to the testimony of St. Paul, Kabla ya kuingia kwa ushuhuda wa mtume Paulo, let me just say something little about my testimony. nataka kusema jambo kidogo kuhusu ushuhuda And I wangu. believe each one of you has a testimony. Na ninaamini kwamba kila mmoja wenu ako na ushuhuda. And anyone who doesn't have today is your day. Na kila ambaye hana ushuhuda, Hallelujah. siku leo ni siku yako. Amen. Amen. One time in my life, Siku moja katika maisha yangu, I desired to get saved. nilikuwa ninatamania kuokoka. The Spirit of the Lord convicted me of sin. Roho wa Bwana alinishawishi kuhusu dhambi. And I desired to be righteous. Na nikakuwa na matamanio ya kuwa mwenye haki. And I went from church to church. Na nikaenda kutoka kanisa kwenda lingine. I went from fellowship to fellowship, Nikatoka kutoka ushirika mmoja kwenda mwingine. looking for someone Nikitafuta mtu who would make an altar call for me to receive Jesus. ambaye angepeana mwaliko ili niweze And kumpokea I Yesu. found none. Na mimi sikupata mmoja. For almost 1 year, Kwa kama mwaka I mmoja. suffered within myself. Mimi niliteseka. I wanted to give my life to Christ, Nilikuwa ninataka kumpa Yesu but there maisha was yangu. nobody. Lakini hakukuwa na mtu mmoja. One night, Usiku mmoja. it was the 24th of December. Na ilikuwa ni tarehe 24 mwaka I wa mwezi wa remember Disemba. very well. Na ninakumbuka vizuri. I remember very well. Ninakumbuka vizuri. I was in this church Nilikuwa kwa hiyo kanisa which believed in meeting to see the Gakenge. ambayo ilikuwa inaamini kukutana ili kuweza kuwa na mtoto mchanga. I don't know about the church you went. Mimi sijui kwa ile kanisa ambao ulikuwa unaenda. Every 24th of December, Kila tarehe 24 za mwaka mwezi wa 12. members used to meet to see the newborn Jesus Christ. Wapendwa walikuwa wanakusanyika waweze kuona mtoto And mchanga. I Yesu went to this Kristo. church, Na nikaenda kwa ile kanisa. still desiring to know the Lord. Na mimi nilikuwa na matamanio ya kumjua Bwana. And just before the midnight, Na kabla ya saa 6 za manane, the leader of the night kiongozi wa hiyo ibada called my name akaita jina langu. and he told me to read Luke chapter 2. Na akasema nisome kitabu cha Luka kifungu cha 2. Just the way I called Faith to do. Maana nimeita dada yetu Faith akasoma. But that day I was told not to sit down. Na wakaambiwa wasiketi chini. I was requested to tell them a few things. Nikaambiwa nisiketi chini niwaambie And mambo for the kidogo. first time in my life, Na kwa mara ya kwanza katika maisha yangu I preached in Jesus. nilimhubiri And I Yesu. was not born again. Na mimi sikuwa nimeokoka. When I finished, Na wakati nilimaliza, I called the leader and gave him the Bible. nikaita kiongozi na nikampa Biblia. And I knelt down. Na mimi nikapiga I magoti. requested the church to pray for me to receive Jesus as my personal Na Savior. nikaomba kanisa iniombee nimpokee Yesu kama And I mwokozi wa received maisha yangu. Christ that night. Na nikampokea Kristo usiku wa manane. After the prayers, Baada ya hayo maombi, after the celebration, baada ya hizo sherehe, one old lady in the church called me mama mmoja ambaye alikuwa mzee kanisani and akaniita. said, "Young man, Na akaniambia, wewe you have kijana, made a mistake. wewe umefanya makosa. You have made a mistake. Wewe umefanya You makosa. should have waited like us. Wewe ungengoja kama sisi. We waited until we got married. Sisi tulingoja mpaka We waited tukaoa. until we got jobs. Sisi tulingoja mpaka We tukapata waited kazi. until we got children. Tulingoja mpaka tukapata Then we watoto. came to church and got saved." Na baada ya hilo tukakuja kanisani na tukaokoka. And she looked at me. Na akaniangalia vizuri. She asked me, "Would you consider Na akaniuliza, wewe unaweza fikiria going back to your own life?" ukiweza kurejea maisha yako ya zamani, Listen. maisha yako ya kidunia? Listen to me. Nataka unisikize vizuri. This is what I told the lady. Na hivi ndivyo nilivyomwambia huyo mwanamke. This Jesus Huyu Yesu who has caused me to surrender to him, ambaye amenisababisha kujiachilia when kwake, it comes to marriage, wakati inafika mambo ya ndoa, he will take care of me. Yesu atanishughulikia. When it comes to jobs, Ikifika mambo ya he will kazi, take care of me. Yesu When atanishughulikia. it comes to children, Ikifika mambo ya
watoto, He will take care of me. Yesu atanishughulikia. That's how I surrendered myself to Na Jesus. hivyo ndivyo nilivyoachilia maisha That yangu kwa night I Yesu. got saved. Huo usiku niliokoka. I know the time. Ninajua hata wakati. I know the year. Hata ninajua huo mwaka. I know the day. Hata ninajua siku. I know the ones I read. Hata ninajua yale maneno ambayo And nilisema. my mind is very clear of what I was doing. Na mafikira yangu I yako wazi surrendered nilikuwa myself to nafanya. Jesus. Nilijiachilia kwa Yesu. I've talked about this all my life. Na nimeongea juu ya hili maisha yangu yote. This is for 40 years ago. Na ni zaidi ya miaka 40. And I know where I am going. Na ninajua I mahali know ambapo who ninaenda. called me. Na ninajua ambaye ameniita. Friends, if you are here, Wapendwa, ikiwa mko hapa you are not born again. na wewe haujaokoka, This is your day. hii ni siku yako ya If you are wokovu. here Ikiwa uko hapa and you are born again and you went back, na uliokoka na this ukarudi is nyuma, your hii day ndio siku yako to recommit yourself to ili Jesus uweze once again. kumletelea Yesu mara tena. If you are here with us, Ikiwa uko hapa you pamoja cannot nasi, remember the day you got saved. hawezi kubakia kama You vile can't remember ulivyokoka. the events. Hawezi kumbuka You hiyo can't siku. remember what happened. Hawezi kumbuka matukio ya hiyo siku. This is your day Leo ni siku yako to recommit yourself to Christ. ili uweze kujitoa maisha yako kwa Yesu. My testimony Ushuhuda wangu, is going to be based on the testimony of St. Paul. ushuhuda wangu unaenda kutoka katika ushuhuda wa mtume Paulo. And the scripture we read was very clear. Na yale maandiko ambayo tulisoma yalikuwa wazi It was kabisa. very clear. Maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 ilikuwa wazi kabisa. So what is a testimony? Kwa hivyo ushuhuda ni nini? Somebody said Mtu alisema it is a declaration of faith. ushuhuda ni tamko la imani. If you believe in something and you declare it, Ikiwa unaamini kitu na unakitamka, that's a testimony. huo ni ushuhuda. It is a witness Ni ushuhuda. that you give to people, Ni ushahidi ambao unatolea that you watu. give to the court of law, Ambao hata unaweza toa of katika what you know koti. Kile ambacho and unajua what you believe in. na kile ambacho unaamini. Testimony Ushuhuda is a story of how one became a Christian. ni hadithi ya jinsi mtu alikuwa To Mkristo. believers Kwa waaminio is very important, ni jambo la muhimu both sana, here and in heaven. hapa na pia mbinguni. A testimony Ushuhuda refers to a specific event inamaanisha ni tukio fulani in a Christian's life katika maisha ya Mkristo in which God did something very worthy of sharing. ambalo Mungu alitenda jambo ambalo mtu anapaswa kushiriki na There are wengine. those when they trust in God they were healed. Kuna wengine ambao waliamini Mungu na wakapata I uponyaji. went to many events, Nimeenda kwa mambo mengi, mikutano mingi, witnessed people walking na nimeshuhudia watu who wakitembea, are cripples. wale ambao I walikuwa ni witnessed viwete. many people's eyes opening and Nimeona start watu seeing. wengi macho yao I witnessed yakifunguliwa. many people seeing who are not seeing before. Nimeona watu wengi This wakipokea is a miujiza. testimony Huu ni that ushuhuda the Lord we believe in kwamba Mungu is tunaamini well able to take care of you. ako na uwezo wa Is well kushughulikia able to maisha. heal you. Ako na Is uwezo wa well able to kukuponya. provide for you. Ako na uwezo wa kukukidhi mahitaji. Hallelujah. Hallelujah. This Jesus Huyu Yesu is a wonderful God. ni Mungu wa ajabu. St. Paul gave his testimony Mtume Paulo alipeana ushuhuda wake, how he punished the believers, jinsi alivyokuwa anatesa how he wapendwa, tortured them, jinsi alivyowatesa and he wapendwa. was very proud. Na yeye alikuwa ni mwenye majivuno He was sana. a fresh graduate Na yeye alikuwa amehitimu tu, from the highest institution of learning. alikuwa amehitimu kutoka kwa kile cheo cha He juu was kabisa not cha an masomo. undergraduate. Yeye hakuwa amehitimu tu kwa shahada. He was not a master's degree graduate. Yeye hakuwa tu amemaliza masters degree. He was a PhD holder. Yeye alikuwa amehitimu He kwa had kiwango cha juu qualified cha to be a masomo. Pharisee. Yeye alikuwa amepata kile kigezo cha kuwa You did Mfarisayo. not become a Pharisee by your first two certificates. Wewe haungekuwa Mfarisayo kwa kupokea vyeti viwili tu vya And he was kwanza. very proud. Na yeye alikuwa ni mwenye And the majivuno. Pharisees were very few those days. Na Mafarisayo walikuwa ni wachache hizo And he nyakati. believed Na walikuwa naamini they must protect
kwamba ni lazima walinde the law of Judaism. walinde hiyo sheria ama torati ya Anybody who Juda. talked against it Kila mtu ambaye alikuwa ananena kinyume was na hiyo killed. torati, yeye alikuwa anauliwa. And Paul was serious. Na Paulo alikuwa ni mkakamavu. He wanted to have as many Christians killed as possible. Alikuwa anataka kuhakikisha kwamba Wakristo wengi wameuliwa kabisa. Listen to me. Nataka unisikize. The person who was commanding people to be killed Yule mtu ambaye alikuwa anaamrisha watu wauliwe was not the government. yeye haikuwa ni serikali. It was not just Mungiki or Al-Shabaab. Yeye hakuwa kama Mugiki ama Al-Shabaab. It was the high priest. Alikuwa yeye ni kuhani mkuu. This was the archbishop of the day. Yeye alikuwa ndio askofu mkuu wa hizo siku. He was giving letters to Paul Alikuwa anapeana barua kwa Paulo. to specifically look for anybody testifying of Jesus as a savior. Na alikuwa anamwamrisha atafute kila mtu ambaye anashuhudia And Yesu kama Paul would Mwokozi. bind them Na Paulo alikuwa anawashika and bring mateka. them to Na Jerusalem. alikuwa anawafunga na kuwaleta That Yerusalemu. time the church was tortured. Huo wakati kanisa liliteseka. Persecution was very high. Kulikuwa na mateso ya hali ya Anybody who juu. believed in the Lord Jesus Christ Kila mtu ambaye alimwamini was Yesu Kristo persecuted. alikuwa He anateseka. was beaten Alikuwa anachapwa. thoroughly well, Alikuwa anachapwa was kabisa imprisoned. kabisa. Na alikuwa anafungwa and many jela. were killed. Na wengi waliuliwa. Let me tell you, Acha niwaambie. you may not believe this. Inawezekana utaamini. I am suspecting Mimi ninaweza kuwa ninaona. very many and good churches Ninafikiria kwamba makanisa are mengi na leading mazuri siku ya people to leo hell wanaongoza watu kuelekea Jehanamu. because of the one who has called them. Maana kwa ajili ya yule ambaye amewaita. Those of you who are called by the Spirit of God Wale ambao mmeitwa na Roho through the Mtakatifu wa Mungu, power and the blood of Jesus, kupitia kwa nguvu na Roho wa Mungu. remain faithful to God. Ninaomba mbakie kuwa waaminifu kwa Because any Mungu. day now, Maana siku yoyote kutoka soon and leo, very soon, hivi karibuni the Lord is coming back. Bwana And when he anarejea. comes back, Na wakati he is going to atarejea, reward every believer. atakuwa na zawadi kwa kila mpendwa. So one morning, Asubuhi moja, St. Paul, mtumishi wa Mungu he Paulo realized in Jerusalem very many disciples and left. akajua kwamba kule Yerusalemu mitume wengi walikuwa And wameondoka. that's what we have read here. Na ndio tumesoma hapa. So he went to the high priest Kwa hivyo akaenda kwa kuhani mkuu and he requested to be given letters na akamwomba ili aweze kupewa to barua go to Damascus, ili aweze kwenda Damaska arrest those people. na aweze kuwashika hao watu. This time they were not yet called the Christians. Huo wakati hawakuwa wamepewa jina wa They Kristo. were called those of the way. Walikuwa wanaitwa wale watu ambao ni wa And njia. that's what we have read here in the Bible. Na ndio tumesoma hapa kwa Because they Biblia. went testifying. Maana walienda As wakishuhudia. they ran away, Wakati walikuwa they never wanatoroka kept quiet. If hawakunyamaza. they met anybody on the way, they stopped. Wakikutana na mtu And jiani they witnessed wanasimamisha. to them. Na wanamshuhudia. And that's why they were given the name those of the way. Na ndio sababu waliitwa wale wa Because you'll njiani. find them witnessing and testifying. Kwa sababu ungewakuta kwa njia wakishuhudia It is juu ya my Yesu. prayer and my request to you today Na ni ombi langu la kusudio langu that kwenu as siku we ya leave leo, this place, kwamba tunapoondoka hapa leo, we just take up from the believers in Jesus Christ kwamba wewe kama mpendwa ndani ya and Yesu start testifying. ujichukue kama mpendwa na uanze Saint kushuhudia. Paul Mtumishi wa Mungu knew Paulo you will catch them on the way. alijua atawapata kwa njia. You get them in the synagogue. Anawakutana And you na watu arrested them. sinagogi na anawashika na He was a wanawafunga. serious guy. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye From bidii. Jerusalem to Damascus, Kutoka Yerusalemu mpaka Dameski it's 175 miles. ni kama miles 170. That's 280 kilometers. Hizo ni kilomita It's the 280. same as traveling from here to near Eldoret. Ni kama kusafiri kutoka hapa kwenda mpaka mji wa Eldoret. That's how far Paul was to travel. Na hivyo ndivyo ubali ule Paulo alikuwa To aweza go and kusafiri arrest the believers. ili aweze kwenda na kuwashika wale wa But Kristo. Bible has just told us, Na Biblia imetuambia just before he entered in Damascus, kabla ya kuingia Dameski a light shone around him kulikuwa na mwanga mwingi ambao and he ulimwangazia fell down. na akaanguka chini. And immediately on his bed there, Na wakati alikuwa amelala he heard a kifudifudi, voice saying to him, akasikia sauti ikimwambia, calling Saul, ilikuwa inamuita Saulo, Saul, inamuita Saulo, why are you persecuting me? ni kwa nini unanitesa mimi? Let me tell you,
At that point, he knew who was talking. Alikuwa anajua ni nani alikuwa anazungumza. Because this is how he responded. Hivi ndivyo alivyosema. Who are you, Lord? Unani wewe Bwana? How did he know Jesus was talking to him? Paulo alijua vipi ni Yesu alikuwa anazungumza na yeye? How did he know? Alijua vipi? Because when Jesus purposes to do something, maana wakati Yesu amekusudia kulitenda neno, it doesn't need introduction. Yesu hahitaji kukaribishwa. If Jesus decides to heal your body, ikiwa Yesu anaamua kuponya mwili wako, it doesn't need a preacher. Yesu hahitaji mhubiri. It doesn't need an angel. Yesu hahitaji hata malaika. It doesn't need your neighbor. Yesu hahitaji hata he will come straight and touch you. Yesu atakuja ingia and when you are touched, na wakati umenguzwa, you're just supposed to believe and go. Unapaswa kuamini na uenende. St. Paul was asking in verse 5, who are you, Lord? Mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anauliza mstari wa 7. And the Lord said, I'm Jesus whom you are persecuting. Naye Bwana akasema, mimi ndimi Yesu naye niudhi wewe. And this is what he told him. Na hivi ndivyo alivyomwambia. It is difficult for you to kick against the goals. Kamwambia ni vigumu wewe kuweza kutoroka. To kick against the goals. Uweze kufanya kinyume na miungu. You cannot kick against a sharp thorn. Wewe hauwezi kuguza kwa zile viba ambazo ziko na makali. It's a sharp pointed weapon. Maana tunaongea juu ya chombo ambacho kiko na makali. When Paul went torturing and tying and beating disciples, wakati Paulo alienda akidhiaki na kuumiza, according to Jesus, kulingana na Yesu, he was kicking against very sharp things. Yeye alikuwa he was hurting himself. Yeye alikuwa anajiumiza mwenyewe. Listen to me, believers. Nataka mnisikize wapendwa. You find very many people talk about pastors and bishops and believers. Unakuta watu wengi wakiongea juu ya wachungaji na askofu na if you can and you're listening to me, ikiwa unaweza na unanisikiza, you better refrain. Ni vizuri wewe ukatae. Just talk little about it. Ni vizuri wewe ukatae na uongee. You may not know when you will be kicking against the pricks. Maana unawezekana kwamba ujui wakati unapigana kinyume na Mungu. Some of these people we talk about, watu wengine ambao tunaongea vibaya kuwahusu, they are anointed by God. Wengine ni wapakwa mafuta wa Mungu. I said here another day, siku nyingine nikasema hapa, David found Saul asleep. Daudi alimkuta Saulo akiwa amelala. He found King Saul asleep. Alimkuta mfalme Sauli akiwa amelala. And King Saul was looking for David to kill him. Huo wakati mfalme Saulo alikuwa anatafuta Daudi kummaliza. And David refused to kill Saul. Na Daudi akakataa kumuua Sauli. He just cut a piece of his cloth. Yeye alikata tu sehemu ya nguo lake. And he carried something he will show him the following day. Na akabeba hilo vazi ili aweze kumuonyesha siku iliyofuata. Akamwambia ni mimi ningeweza kukuua. If my heart was like yours. Ikiwa moyo wangu ulikuwa kama moyo wako. But I did not kill you. Lakini mimi sikukuangamiza. Because although you are doing wrong, kwa sababu ingawaje wewe unatenda mabaya, you are anointed by God. Wewe ni mpakwa mafuta wa Mungu. And for that, na kwa hilo sababu, David chose to keep on running away from Saul. Daudi alichagua kukaa akakimbia mali na Sauli. Don't forget he was also anointed. Maana yeye hakusahau kuwa alikuwa amepakwa mafuta. He refused to touch the anointed of God. Yeye alikataa kunguza mpakwa mafuta wa Mungu. As we think of Christianity, wakati tunafikiria juu ya Ukristo, as we criticize Christians, wakati tunaongea vibaya kuhusu Wakristo, these people are anointed. Watu wengine ama baadhi ya hao watu wamepakwa mafuta na Mungu. Could you be kicking against the pricks? Inawezekana wewe unafanya kinyume na Mungu. I don't know. Mimi sijui. This testimony, hii ushuhuda, Saint Paul, tumishi Paulo, he gave it many times. aliutoa mara mingi. He gave it to Corinthians. aliutoa hata kwa Wakorintho. He gave it to Philippians. alitoa hata kwa Filipi. He gave it to all the places that he went. Kila mahali alipoenda alitoa ushuhuda. Today, siku ya leo, allow me to mention only 3 places he gave. naomba tu niruhusu nitaje mara mahali kutatu ambako alitaja hii ushuhuda. We have read in chapter 9. Tumesoma katika kifungu cha 9.
Chapter 9 narrates about Paul's conversion. Sura ya 9 ya Matendo ya Mitume inaongea juu ya kubadilishwa kwa And Paulo. we also find out at that moment, Na tunakuta huo wakati Saint Paul mtumishi wa Mungu Paulo was a ring leader alikuwa ni kiongozi mkuu in persecuting Christians, ili aweze kuwadhulumu wa Kristo, which he also did with a passion. na alifanya hivyo kwa bidii sana. He did it with a passion. Alifanya hivyo kwa He bidii na persecuted kujitolea. the believers. Yeye aliwatesa wa Kristo. We have heard how he took even permission. Na tumesikia hata jinsi alivyopewa barua. He wanted to increase his CV. Alikuwa anataka yeye kujiongezea mamlaka. Now that he had graduated, Sababu yeye alikuwa amehitimu na shahada ya he wanted zaidi. to go to the records. Yeye alikuwa anataka awekwe kwa nakala. He is the one who stopped Christianity. Kwamba yeye ndiye ambaye aliweza He kusimamisha wanted to Ukristo. be recorded. Alikuwa anataka kuwekwa kwa Even nakala. he ran away to other cities, he went for them. Hata wakati walikimbia wakienda miji mingine, He wanted to be aliwafuata. recognized as the highest Pharisee. Alikuwa anataka atambulike kama Mfarisayo Jesus mkuu. did not allow that to happen. Yesu hakukubali hilo litokee. So he stopped it. Kwa hivyo Yesu alisimamisha And he hilo. stopped it by meeting with him. Na alisimamisha hilo kwa kukutana na Sauli. Saul had an encounter with Christ. Sauli alikutana na Mungu. Let me tell you Acha niwaambie what he saw, kile ambacho aliona, how he felt it. kile ambacho alikihisi. He never forgot about it. Yeye hakusahau kuhusu He hilo. never forgot the day. Yeye hakusahau hiyo He siku. never forgot the time. Yeye hakusahau huo wakati. Somebody who was against Christians, Mtu ambaye alikuwa kinyume na Wakristo, when he was told to stand up, wakati aliambiwa asimame, Jesus told him, Yesu alimwambia, you will be shown where to go. wewe utaonyeshwa mahala ambapo utaenda. And he rose and he found he was blind. Na yeye akasimama na akakuta amekuwa He was kipofu. led to the city. Yeye akaelekezwa kwa mji. 3 days and 3 nights he was praying and fasting. Kwa siku 3 alikuwa anaomba na kufunga. You can imagine from a criminal. Unaweza fikiria huyu ambaye alikuwa alikuwa anajulikana kama mtu mbaya zaidi, To the top intercessor. na yeye amefanyika kuwa muombezi aliye mkuu. But he was told, Lakini akaambiwa hivi, from there, kutoka hapo he will be told what to do. yeye ataelekezwa kile ambacho atakitenda. And Jesus sent a disciple to go and tell him what to do. Na Yesu akamtuma mmoja wa wanafunzi wake akamwambia kile ambacho atakitenda. Will you forgive me for this? Utanisamea kwa hili? If I may ask, Ikiwa ninaweza uliza, when you got saved, wakati uliokoka, did anybody tell you what to do? kuna mtu yeyote alikueleza kile ambacho unapaswa kukitenda? This is what we call discipleship. Hiki ni kile ambacho Did tunakiita anyone mafunzo. disciple you? Kuna mtu ambaye alikufunza jinsi ya If it was kumfuata not Yesu? done, Ikiwa haikufanywa we hivyo, will help you. tutakusaidia. And from there, Na kutoka hapo, you will do what the Lord wants you to do. na utatafanya kile ambacho Bwana anahitaji The ukifanya. major testimony of St. Paul Ushuhuda ulio mkuu wa mtumishi wa Mungu Paulo was, he gave it in chapter 22. uko katika kitabu cha 22. Mitendo ya Mitume sura ya 22. Here he was addressing a crowd that wanted to kill him. Hapa alikuwa anaongea na kongamano ambalo lilikuwa linataka kumuua, They arrested him. na walikuwa wamemshika mateka. And Bible says, Na Biblia inasema, allow me to read from chapter 21, verse 37. naomba mniruhusu nisome kutoka sura ya 21 mstari wa 37. Then Paul was about to be led into the barracks. Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, He said to the commander, Paulo akamwambia jemedari, may I speak to you? nina ruhusa nikuambie neno. He replied, Naye akasema, can you speak in Greek? je, unajua Kiyunani? According to the commander of the barracks, Kulingana na yule ambaye alikuwa jemedari, Paul was a criminal who has never been to school. Paulo alikuwa ni mtenda dhambi ambaye alikuwa hajaenda shule. So he went ahead to explain how he thought Paul was. Na akaenda mbele akazidi kueleza kile ambacho alifikiri Paulo alikuwa. 38. Mstari wa 38. Are you not an Egyptian Wewe si yule Misri who some time ago stand up a rebellion and the 4,000 us into the wilderness?
ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha wale watu 4,000. But Paul said, walioitwa mauaji. I Paulo am a akasema, Jew mimi ni mtu wa Kiyahudi, from Tarsus mtu wa Tarso, in Cilicia, mji wa Kilikia, a citizen of no mean city. mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge. I implore you, Na kuomba permit me to speak to the people. nipe ruhusa niseme na wenyeji So hao. when he had given him permission, Basi alipompa ruhusa, Paul stood on the stairs and motioned his hand. Paulo akasimama madarajani akawapungia mkono wale wenyeji. And when there was a great silence, Na ilipokuwa kimya kabisa, he spoke to them in Hebrew language, saying, akanena nao kwa lugha ya Kiebrania akisema, brethren and fathers, enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, hear my defense before you now. nisikilizeni nijitetee mbele yenu sasa. And when they heard that he spoke to them in Hebrew language, Waliposikia kwamba anasema they nao kwa kept lugha ya all the Kiebrania, more silent. wakazidi kunyamaza. And Paul started. Na Paulo akaanza. First of all, two groups got confused. Kuna watu wawili hapa ambao walikuwa They thought they wamechanganyikiwa. had arrested a criminal from Egypt Walikuwa wameshika mateka mtenda dhambi who was kutoka preaching Misri, about Jesus Christ. ambaye alikuwa anahubiri kuhusu Yesu. And to the Roman commander, Na kwa yule mwenye mkuu wa jeshi, St. Paul testified to him in Greek. mtumishi wa Paulo alitoa ushuhuda kwake na Kiyunani. That was the language for the learned. Na hiyo ilikuwa ni lugha ya wale ambao walikuwa wamesoma And the sana. commander got surprised. Na yeye akashangaa And he is sana. asking him, are you not an Egyptian? Na akamuuliza, je, wewe si Misri? You are the criminal who led 4,000 people into the desert to fight. Si wewe ambao ulikuwa unaongoza watu 4,000 kule jangwani And Paul kupigana? said, no, I am a Jew. Na Paulo akamwambia, mimi ni Myahudi. I am born in Tarsus Mimi nimezaliwa kule Tarso, of Cilicia. kule Silisia. He went ahead to say he was born there, but he was educated in Jerusalem. Na yeye akasema alizaliwa pale lakini akaenda kwa masomo kule And Yerusalemu. even he went ahead to boast his teacher was Gamaliel, Na akajifunia kwamba mwalimu wake alikuwa ni who was the Gamaliel, top Jew then after BC, ambaye alikuwa ni Myahudi, ambaye alikuwa the ni most mkuu zaidi, respected person. ambaye alikuwa ameheshimiwa zaidi sana. And before the people, Na mbele ya watu, St. Paul repeated the testimony that Stephen had given. mtumishi wa Mungu Paulo akarejelea ule ushuhuda Stefano He alikuwa said, ametoa. brothers and fathers, Akasema, nyinyi wapendwa ndugu Listen zangu to na me. baba zanguni, nisikilizeni. when they listened to him, Wakati walimsikiza, he went ahead and repeated the story he had given how he got saved. akarudia ile story ya jinsi alivyookoka. Your testimony is very important as a believer, Ushuhuda wako kama mpendwa ni wa maana sana, because the testimony will help you maana ushuhuda utakusaidia to win souls into the kingdom of God. naweza kusaidia katika mambo ya Mungu. Your testimony, Ushuhuda wako combined by the death and the resurrection of Christ wakati umejumuishwa pamoja na kifo na and kufufuka kwa Yesu preaching of Jesus as the Lord, na kuhubiri kwa Yesu kama it Bwana, is a powerful weapon against the demon. hicho ni chombo It chenye is a nguvu kinyume powerful na weapon mapepo. against the devil. Hicho ni chombo chenye It's a nguvu powerful kinyume na weapon shetani. against witchcraft. Chombo It's a cha nguvu powerful kinyume weapon na against uchawi. sorcery. Hicho ni It's chombo a cha powerful nguvu kinyume na weapon uganga. indeed Hiyo ni chombo cha against nguvu sicknesses and diseases. kinyume na It's a magonjwa. weapon against COVID-19. Chombo cha It's a nguvu weapon kinyume na against coronavirus. cancer. It's a Hallelujah. weapon against poverty. chombo It's cha a nguvu kinyume na weapon umaskini. indeed. Ni chombo cha nguvu kinyume na umaskini na magonjwa. I didn't know. Na unafahamu, That's the testimony he gave huo ni ushuhuda ambao aliupeana before the crowd. pale mbele ya kongamano. How many times have you appeared before your people? Ni wakati mwingi gani ambao umesimama mbele ya watu wako? How many times have you testified of the saving power of Jesus Christ? Ni wakati gani ambao umetoa ushuhuda kuhusu How nguvu many ziletazo people in your wokovu? place of work? Ni wakati mwingi ambao umepata nafasi kama hiyo How mahala many pako pa people in kazi? your family? Ni watu wangapi katika mahala pako How pa many kazi na people in familia your yako? schools? Ni watu wangapi katika shule How mahali many people unasoma? in your universities you stopped?
Ni watu wangapi katika mahala pako How many ambapo unasoma people in your unasimamisha? place of work? Ni watu wangapi katika mahala How pako many pa people kazi? in your business? Ni watu wangapi katika mahala pako pa biashara ambao And umewasimamisha given them your testimony. na ukawapea And he told ushuhuda them wako. Jesus died for them and rose again. Na ukawaambia Yesu alikufa He is kwa the ajili only yake na man that akafufuka. died and rose again. Yeye pekee ndiye ambaye alikufa Who na is akafufuka alive tena. even now. Na ni yeye pekee ambaye yuko hai mpaka sasa hivi ambaye alikufa na akafufuka. Let me tell you, when Jesus appears, Nawaambia wakati Yesu atatokea and tena. Paul said, Mtumishi wa Mungu Paulo we do not anasema know how we shall look like. sisi hatujui tutafanana na But nini. one thing he was confident of, Lakini jambo moja when niko na Jesus uhakika appears, kuhusu, wakati Yesu we shall ataonekana, be like him. sisi tutafanana. Hallelujah. Hallelujah. How I long for that time, friends. Mimi ninatamani hiyo siku. How I long for that time. Mimi ninatamani wa wakati nitafanana na As Yesu. a believer, when he appears, Mimi kama mpendo wakati when Yesu the light atakuja tena. shines Wakati mwanga through us. wake utaangaa tena. as believers, Sisi kama we wapendwa, shall not become blind. sisi hatutakuwa kama We vipofu. shall move to the other side Sisi tutapenda ile pande with nyingine. perfected bodies. Na sisi tutakuwa And na we shall miili mipya. praise the Lord forever and Na ever. sisi tutaabudu Bwana milele na milele. The second day he gave a testimony. Na siku ya pili ambayo alitoa ushuhuda, We find it in chapter 24. Matendo ya Mitume sura ya And 24. Bible says, Na Biblia inasema this one he testified before the governor. hapa ni Yesu ni Paulo alikuwa anatoa ushuhuda mbele ya kiongozi mkuu. Number one, you need to testify to your schoolmates, Ni vizuri utoe ushuhuda kwa wale to ambao your, unasoma to na your wao. parents, Hata kwa wazazi to your wako toa college ushuhuda. mates, Kwa wale ambao to mnasoma your na wao. workmates, Hata kwa wale mnafanya kazi to na your wao. juniors in a place of Hata work, kwa wale ambao to unawaongoza your pale seniors in a kazini. place of work. Hata viongozi wako wakuu And kazini. God will lift you up Na wakati unatoa ushuhuda so that Mungu you atakuinua. testify to the governors. Na Mungu atakupa He nafasi will bring you kutoa to a ushuhuda. point Hata Mungu atakupa where you nafasi. will testify to the governors. Wakati utatoa ushuhuda kwa wale ambao ni wakuu zaidi. I remember this time Nakumbuka huu wakati. when the mother of my friend Wakati mama ya rafiki yangu passed on, alikuwa ameanga and he sent for me na akanitumana to go and speak to the MPs, ili niweze kwenda kuzungumza na viongozi wale wa bunge, to the governors, niweze kuzungumza pia na to magavana, the senators, hata maseneta and walikuwa all pale. invited. Na wote walikuwa wamealikwa. And I appeared before them Na mimi nikaenda pale to mbele tell yao them about Jesus. na nikawaambia juu ya Yesu Kristo. You have to start from the bottom, Ni vizuri uanzie pale and the chini. Lord will lift you up, Na Bwana atakuinua juu. and the Lord is going to bless you, Bwana atakubariki. and the Lord is going to keep you strong. Na Bwana atakutia nguvu. So Paul was brought before the governor. Paulo aliletwa mbele ya gavana. This time Huu wakati by the high priest himself, aliletwa na kuhani mkuu mwenyewe, Ananias himself, Ananias the mwenyewe, guy who was giving authority to Paul. yule kiongozi ambaye alikuwa anapatia Paulo barua za He kwenda said, "I'll kuwatesa take him wapendwa." there. Na akasema nitakupeleka mbele ya gavana. Allow me read first chapter 24 verse 1. Naomba mniruhusu nisome sura ya 24 mstari wa kwanza. Now after 5 days, Baada ya siku 5, Ananias the high priest came down with the elders and a certain author named Tertullus. Anania aliyekuwa kuhani mkuu akatelemka na baadhi ya wazee pamoja naye. And this gave evidence to the governor against Paul. Na nao wakamweleza liwali habari za Paulo. Where Paul was at this time, Wakati mahali Paulo alikuwa huu wakati, he was in a jail about 60 miles away from Jerusalem. alikuwa amefungwa kilomita mingi mbali sana na And Yerusalemu. Ananias, an old man, Na Anania ambaye alikuwa ni mzee, he looked for the best lawyer in town. akatafuta yule ambaye alikuwa ni hakimu mkuu katika huo mji. This lawyer was not only good, Yeye hakuwa tu ni hakimu ambaye alikuwa ni mzuri he amehitimu. was Tertullus. Yeye alikuwa amepewa kiwango cha hali He ya was the juu. best orator. Yeye alikuwa ni He was the mzungumzaji. best lawyer in town. Yeye alijua alikuwa ni msemi mwenye maarifa. He was the best lawyer in town. Yeye alikuwa ni hakimu ambaye alikuwa
bobea sana. They traveled 96 kilometers. Na wao walisafiri kilomita 96. And they brought an accusation against Paul. Na wakakuja mbele za Paulo. This time Paul had already matured in giving testimony. Wakati Paulo alikuwa amebobea katika kutoa ushuhuda. And when he was given time to defend himself, na wakati alipewa wakati ili aweze kujitetea, he dismantled point by point. Yeye alichukua pointi moja anaiangusha, Point ile ingine by anaiangusha. point. Kila point All the accusations, yale mambo ambao walikuwa wamezungumza kinyume naye, bringing them down to nothing. alikuwa anazishusha chini kabisa. Until the governor said, hey, stop now. Mpaka governor akasema sasa naomba msimame. And Paul was taken to the prison again. Na Paulo akarejeshwa tena kule. And the high priest with his lawyer were told to go away. Na yule kuhani mkuu pamoja na yule hakimu wakaambiwa waende. Listen to me. Naomba mnisikize. This governor was called Felix. Huyu governor alikuwa anaitwa Feliki. And he was married to a Jew. Alikuwa ameoa Yahudi. He kept on asking Paul to be brought before him many times. Na alikuwa anashinda kusema Paulo aletwe mbele yake. Bible says, na Biblia inasema he wanted Paul to bribe him. Alikuwa anataka Paulo aweze kumuoga. Felix was a Kenyan indeed. Feliki alikuwa na zile tabia Wakenya wengi tuko nazo. He knew Paul was innocent. Alikuwa anajua kwamba Paulo hakuwa ametenda dhambi. When Bible records he wanted to be bribed by Paul. Na Biblia inanakili kwamba alikuwa anataka kupewa pesa na Paulo. And Paul was a Christian indeed. Na Paulo alikuwa ni Mkristo ameokoka. He was kept there for 2 years. Yeye alifungwa pale kwa miaka miwili. He refused to bribe for 2 years. Na yeye alikataa kupeana hongo kwa miaka miwili. Impatient. Na yeye alikuwa amekaa pale na uvumilivu. Those of us on drive, wale ambao tunaendesha magari, and you are stopped by a policeman, na unaenda unasimamishwa na polisi, just for 1 minute you feel like your job is being fired. Kwa dakika moja tu unakaa pale na unasikia ni kama Paul was in prison for 2 years. Paulo alikuwa amefungwa jela kwa miaka miwili, refusing to give a bribe, na yeye alikataa kabisa continuing to give the money. Then Jesus came, died, he rose again, and he is coming again. Na yeye alizidi kutoa ushuhuda kwamba Yesu alikuja. He was more concerned about going to heaven. Yeye alikuwa anajishughulisha na kwenda mbinguni than being released to walk around. Alikuwa anajishughulisha na mambo ya kwenda mbinguni, lakini si kuachiliwa kutembea ovyo. Think about that. Nataka ulifikirie hilo. Bible records, Biblia inanakiri, Felix kept Paul in prison. Feliki alimfunga Paulo jela kwa miaka miwili until he was transferred, mpaka wakati alihamishwa. And he still left Paul in jail. Na akaacha Paulo akiwa pale jela. Paul was giving his testimony. Lakini Paulo alizidi kutoa ushuhuda. Friends, testimonies are very important. Wapendwa, ushuhuda ni muhimu sana. It is very important. Ni muhimu sana. And from that point, na kutoka huo wakati, God felt it's the high time to lift Paul's testimony higher. Mungu akaona ni wakati ambao ulikuwa unafaa ili aweze kuinua ushuhuda wa Paulo zaidi. And he lifted him up. Na akamuinua juu. He lifted him up. Akamuinua juu. This time, huu wakati, he had to give a third testimony which was major. Alitoa ushuhuda mara ya tatu ambao ulikuwa ni mkuu sana. Allow me read chapter 26. Naomba mniruhusu nisome tena katika sura ya 26. Verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza. And I will allow you to go, when you go home, read those chapters I'm going through. Na ninakuomba tafadhali ukienda nyumbani usome hizo vifungu zote ambazo tumezisoma. Now third testimony. Na huu ni ushuhuda wa tatu. Paul before the king. Paulo akiwa mbele ya mfalme. Then Agrippa said to Paul, Agrippa akamwambia Paulo, you are free, you are permitted to speak for yourself. Unaruhusa kusema maneno yako. So Paul stretched his hand. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake. And answered for himself. Akajitetea. He said, I think myself happy, King Agrippa. Kasema najiona nafsi yangu kuwa na heri ye mfalme. This time he is talking to the king. Kwa kuwa wakati
He is talking to the king. wakati anaongea na mfalme Agripa. First testimony, he talked to a crowd. Shuhuda wa kwanza aliongea na Second, he talked to the governor. Shuhuda wa pili aliongea na Now gavana. he is before the king. Sasa yuko mbele ya mfalme Agripa. And he was repeating the testimony how he got saved. Na alikuwa anarejelea ushuhuda jinsi How alivyokuwa. powerful the name of Jesus is. Jinsi jina la Yesu ni lenye nguvu. He repeated the testimony again. Na akarejelea huo ushuhuda mara tena. And we find the story in verse 12. Na mstari wa 12 ndio tunakuta hiyo hadithi. The same chapter. Hiyo sura ya 26. While thus occurred, as I was journeying to Damascus, authority and permission from the chief priest. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani. At midnight, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining round me and those who journeyed with me. Mfalme, ndipo wakati wa dhuhuri jiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua ikinimulikia mimi na wale walionifuata nami pande zote. And when we all had fallen to the ground, tukaanguka chini zote. I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania. Many times Jesus here on earth, mara mingi Yesu hapa duniani, he used the two languages. Alikuwa anatumia hizo lugha mbili. Aramaic. Alikuwa anatumia hiyo inaitwa Aramaic. That was the language for the Hebrews. Hiyo ndio ilikuwa lugha ya Waebrania. And in Greek. Alikuwa anatumia hiyo Greek, which was the language for the learned then, ambayo ilikuwa ni lugha ya wale ambao walikuwa wamesoma sana huo wakati. So Paul is repeating his testimony to the king. Na hapa Paulo anarejelea ule ushuhuda wake. And the next point, he was requesting that he appears before the emperor, who was the final person. Na baada ya hiyo alikuwa anaomba nafasi aweze kwenda mbele ya emperor ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu wa kiwango cha juu zaidi. When you give your testimony to a mama mboga, wakati unatoa ushuhuda wako kwa mama ambaye anauza mboga, God will lift you up to give your testimony to the supermarket person. Mungu hata atakupa nafasi ya kutoa ushuhuda kwa supermarket. He raise you up to give your testimony to the leaders. Mungu hata atakuinua uweze kutoa ushuhuda wako mbele ya viongozi. He raise you up to give your testimony big and the mighty. Mungu hata atakuinua uweze kutoa ushuhuda wako mbele ya walio wakuu sana. When I was a young boy, wakati nilikuwa kijana, and I got saved, na nikaokoka, and give a testimony in church, nilitoa ushuhuda kanisani. And after a few years, baada ya miaka michache, I got a call. Nikapata simu. Those days there were people we were calling PCs. Wakati kuna watu ambao tulikuwa tunawaita provincial commissioners. They are very senior guys. Na hao walikuwa ni watu wenye mamlaka makuu katika serikali. Today they are called regional commissioners. Na siku ya leo hizi siku wanaitwa regional commissioners. Just to bring you to speed with what's happening now, current affairs. Sasa hivyo ndivyo mambo yamebadilika, ni wanane tu wanaitwa regional commissioners. They are 8 were the PCs then. Hao walikuwa wanaitwa PCs, walikuwa wanane. Now they are regional commissioners. Na sasa wanaitwa regional commissioners. And the ones we are calling the DCs are now called commissioners. Na wale ambao tulikuwa tunawaita DC sasa wanaitwa county commissioners. Listen to me. Naomba mnisikize. And I was told to go and appear before the PC. Na nikaambiwa niende mbele ya huyo ambaye alikuwa anaitwa PC. And when I appeared, he gave me my testimony. Na wakati nilienda pale, mimi akanipatia ushuhuda wangu. He sent the provincial PCIO. Akaniambia yule ambaye alikuwa ni mkuu sana katika hiyo eneo, was going round the province, alikuwa anazunguka hiyo eneo, hiyo jimbo, and he found out, na akakuta kwamba you have sponsored very many young people to high schools. Akakuta kwamba nimewasaidia watoto wengi kwenda shule za upili. And tomorrow, na siku ya kesho, we know you are a Christian. Sisi tunajua wewe ni Mkristo. We know we have your INCAN number. Sisi hata tuko mpaka na namba yako ya cheti. We have your phone number. Sisi hata tuko na namba yako. We know where you are working. Sisi tunajua mahali unafanya kazi. We know your parents. Sisi tunajua wazazi wako. Tomorrow you will appear before the president. Siku ya kesho utapata nafasi mbele ya you must explain him whether you are doing this to want to go to politics. Maana ni vizuri ueleze rais kama unafanya ili uweze kuingia
I kwa gave my siasa, testimony to him. na mimi nikampea He ushuhuda said, wangu. your testimony we know. Akasema ushuhuda wako Because we talk to the tunaujua. people on the ground. Akasema wameongea na watu kule And the same mashinani, report was forwarded. na hiyo ripoti And the ilipelekwa, next day I appeared before the president. na siku iliyofuatia And he nikatokezea repeated mbele the ya same rais, ones. na akaniambia yale And I maneno, gave my testimony. na nikatoa ushuhuda You wangu. need to start giving your testimony. Ni vizuri And uanze to win kutoa people ushuhuda to the wako, kingdom of God. uweze kuwaleta You watu need kwa to start ufalme wa giving Mungu. arms to the poor. Inakupaswa uanze You need to kusaidia give maskini, arms to the needy. uanze kusaidia As wenye to pray mahitaji. for the sick, Wakati unaombea the wagonjwa, Lord will come down. Bwana And he will atashuka lift you up. na And atakuinua, your testimony will go higher na and ushuhuda higher. wako utazidi kwenda mbele na mbele. Friends, Wapendwa, I thank God for St. Paul. nashukuru Mungu kwa mtumishi wake He gave Paulo. many testimonies that shook the world of the day. Yeye alitoa shuhuda mingi ambazo zilishusha hiyo nchi. He actually went to Rome. Yeye hata alienda kule Rome. When the king wanted to free him, Wakati mfalme alikuwa anataka kumweka huru, he said, I cannot but do this. akasema mimi siwezi kutenda hili. He has pleaded to appear before emperor. Yeye alikuwa ameomba nafasi kuenda mbele ya emperor, And kiongozi to mkuu. Caesar you must go. Na akaambiwa ni lazima uende mbele ya And Caesar. Paul appeared before Caesar. Na hata Paulo akaenda akaonekana And he mbele ya gave his Caesar. testimony. Na hata mbele ya Caesar akatoa ushuhuda wake. As I talk to you, friends, Wakati napozungumza na nyinyi wapendwa, we need to give our testimony. inatupaswa tutoe ushuhuda wetu. This is the basis of Christianity. Ushuhuda ni msingi wa Ukristo. Testimony is the basis of Great Commission. Ushuhuda ni muhimu sana kwa kueneza injili ya Yesu. The Great Commission is based on what the Lord has done for you. Kule kutumwa kukuu ni kigezo cha kile ambacho Bwana And amekutendea. if you obey the Lord, Na ikiwa utamtii Bwana, He will do a very great time thing in your presence. Bwana atatenda jambo kuu So katika that the maisha. following day you testify. Ili hata siku ambayo itafuatia uweze kutoa I said ushuhuda. from platform last week, Nimesema katika haya madhabahu wiki I have iliyopita started to live expecting testimonies from you. kwamba sasa nimeanza kuwa ninangojea I am kusikia not ushuhuda giving kutoka up. kwenu, na mimi I sitakufa moyo, believe the Lord is going to do great things for you. maana ninaamini Bwana You will atatendea bring mambo makuu. testimonies here. Na mtaleta maushuhuda Some hapa, of which will shake the world. na zingine zitashukia. Hallelujah. Haleluya. Jesus is Lord. Yesu ni To the Bwana, glory of God the Father. kwa utukufu wa Mungu Baba. Let me tell you, Naomba niwaambie, Jesus is coming back soon. Yesu anarejea hivi karibuni. Jesus is coming back soon. Yesu anarejea hivi karibuni. And when he comes, Na wakati atarejea, I'm happy I will see most of you there. niko na furaha maana nitaona wengi wenu pale. I pray that we shall all be there. Na ninaomba kwamba zote tutakuwa pale. It's my prayer that we shall be there. Ni ombi langu kwamba tutakuwa But pale. just before we leave, Lakini kabla ya kuondoka, it's my prayer that we testify naomba kwamba about the tuweze saving kushuhudia. grace of Jesus Christ. Tushuhudie kuhusu neema ile It's wokovu important ya that Yesu. we witness Ni vizuri tushuhudie about the healing power of our Lord Jesus Christ. juu ya nguvu za It uponyaji is za Yesu important that Kristo. we go to house Bible fellowships. Ni vizuri tuende katika home Bible fellowship. It's important we come here for prayers on Fridays. Ni vizuri kila Ijumaa tukuje It hapa is kwa important maombi. you come from Bible study on Ni Wednesdays. vizuri hata siku ya Wednesday tukuje kwa Bible It is study. important you have a prayer corner in your. Ni vizuri hata ukuwe na maombi pako pa And the kuomba Lord will katika lift nyumba you yako. up. Na Bwana And the Lord is atakuinua. going to bless you. Na Bwana I atakubariki. can assure you, Nataka kukuhakikishia standing here in the name of the Lord, kuanzia hapa katika jina la Yesu, before this year ends, kabla ya huu mwaka most kuisha, of you wengi wenu will receive mighty blessings from God. mtapokea baraka kuu kutoka kwa Mungu. Allow me read the chapter of Revelation. Naomba mniruhusu nisome Ufunuo wa Yohana sura ya 12, I want to read from verse 7. na ningetaka kusoma kutoka mstari wa 7. Revelation chapter 12, 7. Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa 7. Abend, please be mindful of my voice.
Amen. Amen. And the war broke out in heaven. Kulikuwa na vita mbinguni. And Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. They did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. Nao hawakuwashinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Verse 9. Mstari wa 9. So the great dragon was cast out, yule joka akatupwa, that serpent of the old called devil and Satan, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, who deceives the whole world. udanganyaye ulimwengu wote. He was cast to the earth, akatupwa hata and his angels were cast out with him. na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Those are the ones we call demons. Yale hao ndio tunazoziita daimoni. Verse 10. Mstari wa 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Verse 11. Mstari wa 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies, and they did not love their lives to death. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. That's the first I wanted to read, verse 11. Ndio mstari ambao nilikuwa nataka kuusoma wa 11. They have conquered him. Wao wamemshinda yule nyoka. By the blood of the Lamb. Kwa nguvu, kwa damu ya mwanakondoo. And the word of their testimony. Na kwa neno ya ushuhuda wao. They overcame the devil. Walimshinda Shetani. Time is coming. Wakati unakuja. When the devil will be cast again. Wakati Shetani atakuwa ametupwa. The devil will be set loose. Na Shetani atakuwa ameachiliwa. And he will be doing great miracles. Na Ibilisi atakuwa anatenda miujiza. He will be doing great things. Atakuwa anatenda mambo makuu. He will be preparing for the falling of the church. Atakuwa akiandaa kwa sababu ya kuanguka kwa kanisa. Jesus said he is not coming. Yesu alisema kwamba yeye arejee. Before there will be a fall away fast. Kabla ya huo kuanguka kukuu. A time is coming. Na huo wakati unakuja. When many church believers will backslide. Wakati wapendwa wengi wataacha wokovu. That's a part of falling away. Na hiyo itakuwa ni sehemu ya kurudi nyuma. We need to be careful for that. Na ni vizuri tukue makini kwa ajili ya hilo. We don't know. Hatujui. COVID was just an experiment. Coronavirus ilikuwa tu a serious thing may be coming. Na inawezekana kuna jambo kubwa. Many believers will fall away. Na wapendwa wengi watarudi nyuma. At that time, huo wakati, there will be a short moment of revival in Christ. Kutakuwa na wakati mfupi wa ufufuo na Kristo. Let us be ready to obey the Lord. Ninawaomba tukue tayari kumtii Bwana. Let us be ready to obey the Lord. Ni vizuri tukue tayari kumtii Bwana. And John reckons. Na Yohana ananukuu what Jesus told him to write. Akaandika kile ambacho Yesu alimwambia. They will conquer him with the blood of the Lamb and the word of their testimonies. Akasema watashinda na nguvu ya damu ya mwanakondoo na ushuhuda wao. It's very important that you keep your testimony safe. Na ni vizuri sana uweke ushuhuda wako vyema. You will need this testimony now and in the days to come. Maana unahitaji wa ushuhuda sasa hivi na when you talk about the saving power. Wakati tunaongea juu ya nguvu ya wokovu. When you talk about the resurrection power. Na tunaongea juu ya nguvu za when you talk about the lordship of Jesus. Wakati tunaongea juu ya utawala wa Yesu. When you talk about Christ the anointed one. Wakati tunaongea juu ya Kristo mpakwa mafuta. You will be protected. Wewe utakuwa umelindwa. You will be saved in the hands of the Lord. Wewe utakuwa umelindwa katika mikono. Hallelujah. Hallelujah. Your testimony is very important. Ushuhuda wako ni wa maana sana. I want you to say after me. Ninataka useme nyuma yangu. My testimony. My testimony. My testimony. My testimony. My testimony. My testimony. Shall we all stand in the name of the Lord? Naomba sote tusimame katika jina la Yesu.
I want to request all of us to bow our heads. Naomba zote tuinamishe vichwa vyetu. I want all of us to close our eyes. Naomba zote tufunge macho yetu. And I just want to ask you this. Ninataka kuuliza hili. If you are in your midst, kiwa uko katikati yetu, you do not have a testimony, na wewe hauna ushuhuda, for one reason or the other, kwa sababu moja au lingine, lift up your hand, I pray for you. Naomba uinue mkono wako niweze kukuombea. I'm giving you an opportunity. Nataka kukupa nafasi mara tena. This is something I had missed for an year personally. Na hili ni jambo ambalo nilitafuta mwaka mmoja na sikulipata. This altar call, hii mwaliko wa wokovu, is divine. Ni ya kiungu. If you are here, ikiwa uko katikati yetu, you are not born again, na wewe haujaokoka, please lift hand, I pray for you. Ninaomba uinue mkono wako niweze kukuombea. Let me request my brother John, just come and read for us the chorus again. I'm not ashamed. Naomba brother John akuje tena atuongoze kwa huo wimbo. Tafadhali tuwekewe kwa screens watu wa media. We just come into an end, we just sing a chorus. The first stanza and a chorus. Tuna karibu kumalizia, tutaimba tu huo wimbo stanza ya kwanza na pambio. Hallelujah. I'm not ashamed to own my Lord, or to defend His cause. Maintain the honor of His name, the glory divine. At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my son, and now I am happy all the day. Msalaba, msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Thank you. Thank you. Maybe sit. Tunaweza keti. Because of short of time, if you are here, you have a prayer request, please lift up your hand. I want to pray for you. Kwa sababu ya wakati, ikiwa uko hapa na uko na hitaji, naomba uinue mkono wako. Bwana asifiwe. Hallelujah. My Father and my God, Baba yangu na Mungu wangu, we have those saints lifting up their hands. Tuko nao wapendwa ambao wameinua mikono yao. For the needs that you yourself know. Kwa yale mahitaji ambao Mungu mwenyewe unawajua. We bring them before you. Tunawaleta mbele yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And pray that you meet them at the point of their needs. Naomba ukutane nao katika mahitaji yao. If it concerns sickness, ikiwa ni juu ya magonjwa, dear Lord, heal them. Baba naomba uwaponye. If it concerns finance, ikiwa ni juu ya hela, dear Lord, provide. Baba naomba uwape. If it's a physical request, ikiwa ni jambo Heavenly Father, in the name of Jesus, Baba wangu katika jina la Yesu, I pray you meet them at the point of their naomba ukutane na that your name be glorified. ili jina lako dear Lord, coming weeks we hear testimony Baba ninaomba of what you are doing through them, tukausikie ushuhuda wa kile umetenda kupitia kwao katika jina la Yesu. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen.